Jambo la kushukuru Mwenyezi Mungu, lakini ni jambo la kupongezwa maimamu na wasimamizi wa kamati ya msikiti, lakini pia kuwaombea dua. Kwa mara nyingi tumeona michango ikichangwa na haifanyi kama tunavyoona katika msikiti huu. Alhamdulillah, ni mara chache na ni sehemu chache misikiti kukarabatiwa katika mazingira mazuri namna hii kwa fedha za michango midogo midogo ya Waislamu. Kwa kweli kazi ambayo uongozi wa msikiti huyu ulifanya ni kazi kubwa sana. Kwa miezi michache tu jengo limefanana lipya, na hii inaonyesha kuwa Waislamu wa Burundi tunaweza bila kutegemea misaada au ufadhili kutoka Ulaya au Warabuni, tunaweza tukafanya makubwa. Cha muhimu tu ni mshikamano, kuanzia kwenye viongozi wa msikiti hadi mamuma. Tukishikamana tunaweza kufanya makubwa. Tunaona kile tulitoa kwenye kimefikia. Kwanza nashukuru sana kwa uongozi wa msikiti huu kwa juhudi zao na mshikamano wa Waislamu wote wenye kusalia hapa. Sio aseme ni msaada umetoka Warabuni au umetoka wapi, ni kwa nguvu zetu, si wa mamuma wa hapa na mshikamano. Kuona kwa hiyo tumefanya jambo likubwa kabisa, ni furaha kubwa sana. Tumepokea vizuri sana, inshallah. Msikiti umependeza, viongozi wa msikiti huyo wanafanya kazi kubwa sana. Mungu awalipe kila la kheri, na maamuma wamejitahidi kwa kila jambo, kila lenye linawezekana kufanya. Mungu awalipe mema inshallah. Ni kama msikiti wa kwanza misikiti yote hapa Bujumbura nzima. Kwa vitu umetengeneza msikiti na gisi msikiti huko. Wallahi Mungu awabariki. Mimi naweza siwezi kuwa na mengi, ni kuwatolea tu shukrani sana sana wa imamu wetu Kanjari na wenyewe anatumika nao. Mungu awabarikie sana sana. Mimi mwenyewe nasikia niko na faraji moyo. Amibu TV. Ni furaha, utulivu na amani tukiwa tunakaribia siku moja kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ikiwa ni siku ya Ijumaa tarehe 28 mwezi wa pili mwaka 2025. Tupo katika Masjid Nur, barabara ya 5 Buyenzi, sehemu ambapo tumekuja kushuhudia takriban mwaka mzima karibu hivi palikuwa marekebisho na shughuli za kukarabati msikiti huu kwa ndani, ili msikiti uwe na mandhari nzuri pale ambapo watu wanakuja kuswali wawe na utulivu na kuweza kuhisi furaha na utulivu kwa kufanya ibada zao. Tupo hapa Amigo TV pamoja na Al-Amnu TV kukuonyesha yale ambayo yalikuwa yanatendeka takriban mwaka mzima sasa na yamekamilika kwa kiasi gani. Karibu ungana nasi uone matukio yote insha Allah. Nimefurahi kwa kweli kazi ambayo uongozi wa msikiti huyu ulifanya ni kazi kubwa sana. Kwa miezi michache tu jengo limefanana lipya, na hii inaonyesha kuwa Waislamu wa Burundi tunaweza bila kutegemea misaada au ufadhili kutoka Ulaya au Warabuni, tunaweza tukafanya makubwa. Cha muhimu tu ni mshikamano, kuanzia kwenye viongozi wa msikiti hadi mamuma. Tukishikamana tunaweza kufanya makubwa. Mungu awabariki Waislamu wa msikiti huyu, Mungu awabariki viongozi wa msikiti huyu. Kwa kweli kazi walioifanya ni kazi kubwa na tunataraji mazuri baadaye. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni furaha kubwa kwa siku ya leo, kwa sisi tumeingia rasmi msikitini. Yani tunaona kile tulitoa kwenye kimefikia. Kwanza nashukuru sana kwa uongozi wa msikiti huu kwa juhudi zao na mshikamano wa Waislamu wote wenye kusalia hapa. Sio aseme ni msaada umetoka Warabuni au umetoka wapi, ni kwa nguvu zetu, si wa mamuma wa hapa na mshikamano. Kuona kwa hiyo tumefanya jambo likubwa kabisa, ni furaha kubwa sana. Tumepokea vizuri sana inshallah. Msikiti umependeza, viongozi wa msikiti huyo wanafanya kazi kubwa sana. Mungu awalipe kila la kheri, na maamuma wamejitahidi kwa kila jambo, kila lenye linawezekana kufanya. Mungu awalipe mema inshallah. Mimi ni msafiri na muda kidogo hapa Bujumbura, na inshallah
nasali ni Ijumaa ya pili nasali katika msikiti huu inshallah. Alhamdulillah, kwa uzoefu wa sisi Waislamu au kwa uzoefu wetu katika kusafiri na kuona, ni jambo la kushukuru Mwenyezi Mungu, lakini ni jambo la kupongezwa maimamu na wasimamizi wa kamati ya msikiti, lakini pia kuwaombea dua. Kwa mara nyingi tumeona michango ikichangwa na haifanyi kama tunavyoona katika msikiti huu. Alhamdulillah, msikiti huu ukiangalia ni kama una mfadhili mkubwa, labda watu wa Madina au Maka wanafadhili msikiti huu, lakini katika hutuba tumeambiwa kwamba ni michango yetu sisi Waislamu wa msikiti huu ndio tumefikisha mahala hapa. Kwenu waandishi wa habari, ninawasihi mutangaze hii hali, kwa sababu ni mara chache na ni sehemu chache misikiti kukarabatiwa katika mazingira mazuri namna hii kwa fedha za michango midogo midogo ya Waislamu. Kwanza naanza kutoa shukurani kwa Mwenyezi Mungu aliyotupa hao viongozi wetu kwa huu msikiti na shehe wetu Kanjali, na wenyewe anatumika nao wote. Kwanza nawatolea kwanza shukurani sana 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 kwa hili jambo walio tuambia kutuhimiliza tulipe mamichango yetu, mwenye 10, mwenye 5, mwenye 100, mwenye milioni, kwa kusema hichi kitu chetu msikiti wetu kwa gisi unauona leo. Wallahi Mwenyezi Mungu awalipe heri kubwa sana sana au wa viongozi juu. Kwanza kama sisi wa maamuma wametuonesha kwanza moyo, cha kwanza nasema mkifaransa ya confiance. Zamani ilikuwa tu wanasema tukichanga vitu vyetu vya Kiislamu franga zinaliwa, pesa ujuzi zinakwenda wapi, hauoni kitu chochote cha lazima chenye kimefanyika. Lakini leo alhamdulillah kitu wamefanya wa ndugu zetu wa vijana wetu. Mungu awazidishie heri na huyo moyo wa mapenzi, na nawaombea kabisa na dua kama inawezekana wakifa wapeleke katika pepo yake ya Firdaus. Juu hichi kitu mimi mwenyewe kama Jamali nasikia roho yangu imefurahi sana sana sana, malgré wanatuambia tapita patikana mercredi au jeudi, kwa nguvu zake Mwenyezi Mungu yuko njiani. Lakini kwa hivi vitu washatengeneza huu msikiti, ukitizama msikiti wote nawaza ni kama msikiti wa kwanza msikiti yote hapa Bujumbura nzima. Kwa vitu imetengeneza huu msikiti na gisi msikiti huko, wallahi Mungu awabarikie. Mimi nawaza siwezi kuwa na mengi, ni kuwatolea tu shukrani sana sana wa imamu wetu Kanjali na wenyewe anatumika nao. Mungu awabarikie sana sana. Mimi mwenyewe nasikia niko na faraji moyo, tumesalia kubiboya lakini tunasikia raha sana. Pako vitu vikali vya kwanza na waza Bujumbura nzima huu msikiti. Tunaombea dua sana. Ni kuomba tu dua na Mwenyezi Mungu awalinde na huyo moyo wako nao, waendelee na huyo moyo mpaka siku inshallah Mwenyezi Mungu mwenyewe atawachukua. Ndio tu kwa maneno nilikuwa nataka tukutoa na shukrani, na maoni yangu ni hayo, na naomba na wengine Waislamu wote kama wanaomba hiyo sadaka wao wanaitoa na moyo mzuri. Juu kama unatoa sadaka unajitolea kwanza wewe mwenyewe binafsi, unaandikiwa thawabu kwa Mungu. Kama inabidi kama uko na chochote lazima utoe juu ya tolea nafsi yako. Amigo TV naombea dua na mwe vile vile mbona mnakuja kuuliza Waislamu maoni yao, itakuwa ni kheri sana sana sana. Juu kama sawa tuko tunatoa maoni wanatoa TV yetu ya Amigo, inakuwa ni kheri. Na wengine na kumbe kule wako wanafanya vitu vizuri, na sisi tujitahidi tufanye na sisi kwingine misikiti, inakuwa ni kheri kwa jamii. Waza, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni hakika kwamba furaha imejaa katika vifua vya waumini katika msikiti huyu wa barabara ya 5 Buyenzi, msikiti ambao unaongozwa na Imam Kanjali. Waumini kama ulivyowasikia wametoa ya moyoni na kusifia harakati ambazo viongozi wao wanaendelea kuzifanya za kurekebisha na kuboresha msikiti huyu. Baada ya kuwasikiliza waumini, ndugu mpenzi mtazamaji wa Al-Amn TV pamoja na Amigo TV, twende sasa kwa viongozi ili tupate yale yote ambayo tunahitaji kuyapata, kujua mwanzo hadi hapa tulipofikia
mambo yalikuwa vipi insha Allah kwa huruma wake Mwenyezi Mungu. Tumekuja kuswalia hapa katika msikiti huyu kama Amigo TV pamoja na Al-Amn TV, na mashallah tumezungatia au tumeshuhudia yale ambayo mmeweza kuyafanya, yale ambayo mmeweza kukarabati katika msikiti huyu. Takriban miezi 9 hapa katikati imepita mpaka kufikia kwenye jambo likubwa kama hili. Kwanza wale ambao wanatutazama tupende kufahamu insha Allah jambo hili lililetwa kwa fikra gani ambazo zimekuja ili jambo hili liweze kukamilika? Mlizingatia nini? Kuharibika kwa msikiti au kuna mambo mengine mlizingatia kutaka kuboresha inshallah? Bismillah wa kafa, sallallahu ala nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na kwa ufupi nikitaka kuzungumzia hilo jambo lazima turudi nyuma kidogo, kwa sababu ni fikra ambazo zililetwa na kiongozi wetu Sheikh Muhammad Kanjali, Allah mlipe kila la kheri. Unajua kwenye masuala ya misikiti huwa changamoto zinakuwa nyingi sana, na wakati alichukua yeye maamuzi kama kiongozi wa kurekebisha msikiti huu ambao ni nyumba ya Allah tabaraka wa taala, aliniita tukashauriana, na hatua ya kwanza ambayo aliyoitangaza yeye ilikuwa ni hatua ya tapi. Baada ya kuona tapi ambazo tulikuwa tuko nazo zaidi ya miaka 13 kwenda 13 mpaka 14 ndio tapi ambazo tulikuwa tunazitumia, na ukiziangalia ni zile ambazo ziko pale nyuma. Kwa kama mmekamata video vizuri kwa zile sehemu za nyuma mtaona ni zile tapi za zamani, ndio hizo ambazo zilikuwa ni za muda mrefu. Kwa hiyo tulikuwa tumeshauriana, ilikuwa ni Ramadhani, kabla Ramadhani ya mwaka jana, Sheikh kwa amependekeza kuwepo na tapi. Baada ya kusikia tapi ya kwamba tunahitajika tunalazimika kuweka tapi, kwa tumefikiria tukuweka tu tapi ya kawaida tu ili tukubadilisha mazingira msikiti uonekane vizuri. Lakini akawa amejitokeza mtu ambaye ni katika vijana ambao wamelelewa hapa barabara tano, lakini Allah amemfungulia, Allah mbarikie kwenye mali yake na shughuli zake, Allahumma amin. Akawa amejikubalisha gypsum yote na masuala ya plafond yote kwa ujumla ya kwamba atasimamia. Kwa hiyo hapa kwa ametupa picha na mwanga mzuri sana na kutupa moyo wa kwamba tunaweza tukafanya mambo mengine. Kwa hiyo kwenye masuala ya tapi tulivyomaliza, alhamdulillah juhudi ilikuwa ni nyingi na watu walijitolea katika kila mtu alijitolea kikubwa na kidogo, na kuna wale watu ambao walikuwa wanajitolea moja kwa moja wa laki moja au milioni moja wangapi, na alhamdulillah mpaka tukafikia hapa tumefikia kununua tapi. Na wao ndugu yetu alipotuchanga hicho kikubwa, basi fikra waumini wenyewe peke, ilikuwa ni mwezi wa Ramadhani, kila hatua waumini wenyewe peke wako wanapendekeza kwamba lakini tutakuwa na tapi mpya na platform mpya, mbona karoni za zamani, mbona hichi ni cha hivi? Kwa hiyo tukawa tunaweza tunarenuvele kwa kutokana na fikra za Al-Jamaa. Sio kwamba ni uongozi ndio uongozi uliamua kile chenye nataka wao ndio kiwepo, hapana, bali ni fikra za Al-Jamaa, na hii ni kuonyesha kwamba Al-Jamaa walikuwa wameridhika na uongozi wenye au mashekha au maimamu ambao watawaliwa jambo lao, wameridhika na kuamini, basi jambo lilikuwa limepitika hivyo na mpaka hapa tulipofikia, alhamdulillah. Hapo ni kwa ufupi nitoa historia mpaka kufikia hapa, utaratibu ambao tulizopitia inshallah. Takriban miezi 9 hapa katikati mmechukua mkiwa mnakarabati, na inavyosemekana mlikuwa mnaswalia hapo kwenye kibaraza nje ili kupisha mambo ya ndani yaendelee kukarabatiwa na hadi sasa kufikia hapa. Je, kulikuwa hakuna minong'ono ya watu baada ya kuswalia nje kuacha msikiti kwa takriban miezi 9 hii? Ukiangalia miezi 9 ni mingi. Minong'ono ni jambo la kawaida, na sisi ni wanadamu na Allah ametujalia kuwa ni fitna, baadhi yetu sisi kwa sisi ni mitihani. Kwa hiyo minong'ono ilikuwepo mwanzo, kwa nini tunatoka kusalia ndani tuende kusalia nje, lakini kuna wepesi ambao uliokuwa na wao ni wanadamu na wanaelewa, ilikuwa ni wepesi sana kuelewa, isipokuwa kwa wachache, sababu wakati tulianza kusalia nje walikuwa wanatengeneza hapo kwa kuna vikwa. Kwa hiyo palikuwa 100% asilimia kwa 100 hatuwezi tukasalia hapo. Option ikawa ni kusalia pale nyuma, lakini tukisalia pale nyuma vipi kuhusu masuala ya lanswa kwa kuna uzito, utaona bora tuna kibaraza tu hapa. Kwa hiyo tukawa tumeanza kusalia kwenye kibaraza. Changamoto ilikuja siku ya Ijumaa ya kwanza. Tukawa tunajua kibaraza kitatosha, lakini watu wakawa wengi tofauti na tulivyotarajia. Watu ndio wakazidi kuwa wengi sana. Kwa hiyo tulivyoona watu wanazidi kuwa wengi kwenye hiyo Ijumaa ya kwanza, kwa tumechukua maamuzi ya kubadilisha mfumo wa kwamba watu waanze kusalia hapa ndani kwenye hawakutengeneza kikwa. Waumini ambao tumefanya nao mahojiano wanasifia hatua ambazo wameziona, wanasifia viongozi wao kile ambacho mmekifanya. Waislamu wengi walikuwa na mashaka, Waislamu wengi wanakuwa na mashaka kwenye sadaka zao, lakini leo wameona pale ambapo walitoa 1, 2, 3 zimefika na zimefanya mambo makubwa. Unawaambia nini waumini wa msikiti huyu inshallah?
Kwa kweli ni shukurani sana. Kwanza kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kuwashukuru hao waumini ambao wametupa hizo sifa, kwa sababu sisi wao wameweza kuzigundua na walizizungumza, sisi hatuzisikii. Kwa hiyo ukiona ndugu yako au mtu anakusifia sehemu ambapo wewe haupo, basi hiyo ni hatua kubwa sana. Bila shaka waliona ukweli ndani yetu, na wala nuzaki ala Allahi ahada, tumtakasi yote mbele ya Allah tabaraka wa taala. Lakini nimeshirikiana na shekhe wangu katika hii hatua, Sheikh Anjali, tukawa kushirikiana kunyuma kwenye masuala makubwa kama haya. Tulianza kuchukua nafasi ya uongozi hapa pamoja naye mpaka leo. Kwa kweli nimegundua ambao ni mtu mwaminifu na ni mtu mkweli. Kwa hiyo huu ukweli na uaminifu ambao ulikuwa baina yetu sisi wote wawili ndio ulipelekea mpaka wale waumini wao kutuamini na kuweza kutoa michango yao bila kinyongo, bila wasiwasi. Kila tukisimama tunataka kitu fulani na tumetaka. Na siri kubwa, labda misikiti mingine wanaweza kutumia mfumo ambao sisi tulitumia, itakuwa ni bora zaidi. Sisi tuendekeza pesa mbele, kwamba watu walete, mfano tunadevia kitu fulani, tunataka pesa tu, watu walete pesa, bali tukao tunawapa watu shwa maamuzi. Tunatakiwa mfano leta sima yako ifanye kazi, unaona inafanya kazi. Pesa inakusanywa, tunawatangazia waumini, wawili watatu nyoko tayari nani na nani. Wako na muda, twende, tunawachukua, tunaenda pamoja kununua. Kwa hiyo labda haya katika na mfano matendo kama haya ndio yaliwashawishi na kutuamini zaidi. Allahu Ta'ala a'la wa a'la. Kwa kumalizia, asilimia ambazo nyinyi mlikuwa nazo katika kichwa, nia za kukamilisha jambo hili, mnaona mmefikia asilimia ngapi inshallah? Mpaka sasa hapa tunaona kama tumefikia asilimia 98. Sababu hatuwezi kusema tumekamilisha moja kwa moja, sababu tapi bado hatujatandika, japo inatarajiwa kufika na tutaitandika inshallah hii wiki ya mwanzo tu hapa, labda mardi mercredi inshallah. Ndo sababu tu ambayo inaweza tukawa tumesema kwamba hatujakamilisha asilimia 100 kwa sababu ya hivyo vitu, hicho kitu cha kwanza tapi, na labda pale jua tujaweka saa tu hatujaiwasha. Na tunashukuru sana, Allah kulipeni khair. Alhamdulillah. Mimi pia nashukuru sana, Allah kulipeni kila la khair wa barik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na mshehe wangu na imani Waislamu katika nchi yetu ya Burundi, hakuna asiye kufahamu, labda atakuwa anaishi mbali, Sheikh Anjali. Siku ya leo, siku ya Ijumaa, siku ambayo Waislamu katika masjidi hii, Masjid Nur, wameonyesha furaha baada ya kuona mandhari ya msikiti. Takriban miezi 9 hapa imepita, na hadi kufikia leo Waislamu wanakuja wanaona msikiti umependeza, mandhari imekuwa nzuri, sehemu imekuwa tulivu zaidi. Jambo hili kwanza wewe kama kiongozi na ambaye ulikuwa unashughulikia mambo haya, unalipokeaje inshallah? Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ba'd. Kwa kweli kwanza napenda kushukuru media Al-Amn TV na Amigo TV kwa kuja kutuhoji. Leo ikiwa ni tarehe 28 Februari mwaka 2025, uzinduzi rasmi wa msikiti wetu Masjid Nur barabara 524 Buyenzi, Masjid Nur. Alhamdulillah rabbil alamin, mimi nina furaha kubwa sana kuona tumeanza jengo hili, kama sikusahau ilikuwa Dhulhijja, na leo karibuni taingia ndani ya Ramadhani, ni takriban miezi 9. Alhamdulillah, kazi iliyofanyika ni kazi kubwa sana, na uzuri wa mambo hapa hakuna msaada kutoka Ulaya wala msaada kutoka Arabuni, nikimaanisha kwamba kuna mfadhili mzungu ama Mwarabu ambaye ametengeneza mambo kama haya. Haya mambo yote mnaoyaona watukufu wa Islamu ni sadakati za Waislamu wote wa ndani ya Burundi na nje ya Burundi, lakini wandogo ndogo wakubwa kubwa walikuwa wakichangia. Kwa hiyo mimi kuona kwamba tumefikisha tamati swala kama hili, nimefurahi, nimefarijika. Allah kulipeni kila la kheri, na napenda kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala kila aliyechangia katika ujenzi kama huyu, ima sadaka imepita kwangu au kwa naibu yangu Sheikh Hussein au kwa Muislamu yoyote, Allah mlipe kila la kheri na iwe ni sababu ya kufanikisha duniani na akhera. Naam. Miezi 9 hapa imepita katikati, kuanzia mwanzo hadi kufikia siku hii ya leo. Kulikuwa hakuna minong'ono ya Waislamu kuhusiana na kuchelewa au mambo yalikuwa yanaenda kinyume na vile ambavyo walikuwa wanatarajia? Kwa kweli kila kitu lazima kiwe na changamoto. Changamoto tulipata ni nyingi. Kuna baadhi ya Waislamu ndugu zetu ambao subira imewatupa mkono, wakawa wamesema kwamba hakuna petafikia wala tafanikisha, lakini alhamdulillah rabbil alamin, kwa taufiki ya Allah tumepambana na kuweka subira mbele, kwa sababu tunaambiwa na wanachuoni ya kwamba ala bisabri tablughu ma turidu wa bitaqwa yalinu lakal hadid. Kwa subira utafikia unapopataka. Yani kitu ambacho kimetufikisha hapa ni subira tuliyoifanya, na kwa ucha Mungu hata chuma kinaweza kikalainika kwako. Kwa hiyo subira tuliifanya, minongoni ilikuwa ni mingi.
wakatishaji wa tamaa walikuwa ni wengi, lakini tulishikamana na aljamaa wetu, alhamdulillah rabbil alamin, mpaka tukafikia hapa tulipofikia. Tayari sasa leo Waislamu wameona picha, na katika mahojiano ambayo tulijaribu kufanya na baadhi ya waumini katika msikiti huu wanasifia kuona mandhari hii, wanasifia uongozi. Hili unalibebaje baada ya kusikia sifa kutoka kwa waumini? Wanasema kuwa kabisa tuna viongozi. Baada ya kusikia minongono ambayo mimi nilikuwa sijui, nimekuuliza swali hilo ili nipate kujua kama minongono ilikuwepo, lakini mimi leo kama mtangazaji nimepata kusikia sifa tu kutoka kwa waumini wa msikiti huu. Wanasifia kuona sadaka ambazo umezitoa, kitu ambacho zimefanya ni kitu kikubwa. Hili nyinyi mnalipokeaje? Kwa kweli neno langu kuhusu swali lako ndugu mtangazaji, naweza nikasema wama tawfiki illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Tawfiki haya yote inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndo ninayemtegemea na kwake tunajikurubisha. Kwa hiyo alhamdulillah rabbil alamin, naweza nikasema sio ujanja wetu au kujua kwetu kusema sana na kuhamasisha sana, tulifanya tukasafisha nia na tukamlenga Allah na Allah karahisisha. Kwa hiyo alhamdulillah rabbil alamin, waliosifia wamsifu Allah subhanahu wa ta'ala, na walioona kasoro ni zetu sisi kama wasimamizi. Tunamshukuru Allah kwa yote. Pale tulipopatia alhamdulillah Mwenyezi Mungu atulipe, na pale tulipokosea Mwenyezi Mungu atusamehe. Naam, sisi kama Amigo TV pamoja na Al-Amno TV tunazitoa pongezi kubwa. Mandhari imependeza, msikiti umependeza, mashallah. Tunakuombeni muendelee kutumikia Uislamu na muendelee kufanya kazi za Kiislamu ili tupate mabadiliko na tuone faida za Uislamu katika nyanja tofauti. Leo msikiti, basi kesho inshallah Masjid Nur, mje na jambo lingine ambalo litasaidia umma, kwa sababu tumeona waumini wenu bado wanakuaminini, waumini wenu bado wana imani na nyinyi na wako tayari kuendelea kuchangia ili wapate manufaa katika hii dunia na kesho akhera inshallah. Inshallah taala tunashukuru sana Amigo TV na Al-Amno TV. Tuko pamoja kwa kazi zote, na hasa ndo kazi ambazo zimetuleta duniani. Nile tu labda binadamu kuna kata na ghafilika, lakini Allah amesema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sikuwaumba majina binadamu isipokuwa waje kufanya ibada, na ibada ni ismu jamiu likulli ma yuhibbu Allah wa yardahu. Ni jina ambalo linakusanya mambo yote anayoyapenda Allah subhanahu wa ta'ala kuyaridhia. Kujenga msikiti ni ibada, kujenga hospitali ni ibada, kujenga vilalo ni ibada. Yani ibada ni kufanya mambo yote ambayo Allah anayapenda na kuyaridhia, hasa ikiwa ni faida ya jamii. Kwa hiyo tupo tayari alhamdulillah baada ya kumaliza msikiti na kufikiria mengi ambayo takuja kuwa ni faida ya jamii kwa miaka ya baadaye. Tuache athari duniani. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Allah anasema hakika sisi tutawafufua wafu na tunaandika watu wanaoyatanguliza na athari watakazoziacha. Kwa hiyo Muislamu kuacha athari duniani ni kitu muhimu mno katika maisha ya binadamu. Allah tulipe na ajalie binau hadha almasjid ni athari kwetu baada ya kuondoka kwetu duniani. Ni Waislamu, mmezungumza kuwa ni Waislamu walichanga ndogo hadi kufikia hapa ambapo tumefikia siku hii ya leo. Labda nyinyi kama viongozi mlikuwa mnahesabu matumizi ambayo mlikuwa mnayafanya ili kujua ili gharimu kiasi gani hadi kufikia hapa, kama mtaruhusu hilo inshallah? Kwa kweli pesa taslimu ambazo zimetumika toka tumeanza mpaka mwisho ni pesa ya kutosha. Kwa sababu kitizama tulifuata tarmimul masjid bi akmali, yani wote kwa ndani mnaona tulibadili plafo ina gharimu, japokuwa plafo kuna mkarimu wetu alhamdulillah ambaye amejitolea, ila sisi tuligharimia masuala mengi ya mataa, decoration na wafundi na mambo kama haya. Haya tumebomoa ndani, tumetia karo mpya, tumebomoa vioo, tumetia vipya. Nadhani mandhari yote mnayoiona ni vitu vipya vitupu. Nakumbuka miezi mitatu ya nyuma kabla tufikie kwa hii hatua tulihesabu tukachukua tushatumia milioni 72,600,000. Milioni 72,600,000. Ukizama mpaka gharama ambayo tumefanya leo, tumejenga nyumba ya viato, tumetia vitapi vya sehemu ya kutawadhia, takriban mimi nadhani kama sikukosea wanaweza kuwa maisha yaenda milioni 80 na kidogo. Alhamdulillah rabbil alamin. Tunashukuru sana kwa muda wenu. Allah azidi kulipeni khairi. Amin ya rabbal alamin. Amigo TV.